Unajua huku Kenya nyinyi mnatuharibia kazi huku. Sawa, lakini tumekuja kutafuta. Acha kuniambia unakuja kutafuta. Nyekea kahawa na sina pesa. Fanyangi hivyo ndugu yangu. Unajua mnatuharibia kazi huku. Unataka kurudisha Burundi sasa hivi? Tunatafuta. Unatafuta. Habari za kila mtu. Ukiweza kama kwamba unaangalia hii clip. Ninashukuru Mungu kwa kutuwezesha sisi wote tukue kwa hii siku ya leo. Ngumzie maneno ya upendo na ushirikiano. Tukitazamia katika maisha ya sasa hivi, hasa nchi inavyoendelea kukua na watu wanaendelea kusonga katika nchi fulani wakienda nchi fulani, na wale wa nchi nyingine wanakuja huku, na sisi pia tunatoka katika nchi zetu tunaenda nchi zingine. Nataka tujiulize sisi maswali kwa aswa yanayohusiana na utu na tabia njema ambayo inafaa kuigwa katika jamii moja na jamii nyingine. Inawezekanaje kwamba kama tunaishi katika nchi za watu wengine, ikiwa kwamba sisi hatutapata upendo kutoka kwa wale watu ambao wako huko? Kwa mfano tukichukua nchi ya South Africa. Hivi karibuni tuliona katika mitandao ya kijamii venye wao waliamua wakafanya nchi ya kwao ikuwe venye walifanya. Wakawatoa kwa nguvu ama kwa lazima watu ambao walikuwa wamekaa katika nchi yao ya South Africa. Wakawafukuza huku wakiwa na mentality kwamba ati wao wenyewe wamekuja kutunyang'anya mali zetu, ama wamekuja kutunyang'anya sehemu ya riziki, sehemu ya kazi. Ilhali wao wenyewe kwanza ni wafifu wa kufanya hiyo kazi. Mtu anataka kuingia kazi saa 4 na anataka kutoka saa 7 ya mchana. Hapo utaangalia kwamba hapo kuna ujinga. Haya, kuna watu ambao sisi katika wakazi wa Kenya walikuja kutoka nchi zao wakakuja nchi yetu kutafuta riziki. Kama wewe mwenyewe pia unatoka katika kwenu nyumbani, unaenda kwingine unatafuta riziki. Iweje sasa mtu amekuja kutafuta riziki na hajakuja kunyang'anya mtu sehemu yake? Anatafuta yeye mwenyewe riziki. Alafu mtu anakuja anataka kumharibia hiyo sehemu ya riziki yake. Kwa mfano, kuna clip yenye iliendelea hii wiki tu kwamba kuna Mburundi mmoja ambaye alikuwa ni kijana wa kuuza kahawa. Huyu kijana wa kuuza kahawa akiwa katika maeneo ya Nairobi, Kenya, akiuza kahawa yake. Kuna kijana mmoja naweza nikasema huyo kijana ana akili sawa sawa, ama kijana jeuri ambaye hana nidhamu na ana tabia njema, akamnyang'anya kahawa yake. Yule Mburundi analazimisha na shurutisha apewe kahawa. Sikufurahia kwa sababu ya yule mwenye alikuja kutafuta riziki ni ili aweze kuilisha familia yake na aendeleze maisha yake. Lakini mwingine huku anakuja kunyang'anya mwingine pasipokuwa na nidhamu na heshima. Hebu tuangalie hii clip hii. Unajua huku Kenya nyinyi mnatuharibia kazi huku. Na tabia ya maisha ya acha kuniambia unakuja kutafuta. Unalipanga kodi wewe? Unalipa tax? Ndugu yangu, mimi ni kutafuta. Usilete kichwa ngumu, utaumia. Hebu niwekee kahawa hapa na sina pesa. Niwekee kahawa na sina pesa. Fanyangi hivyo ndugu yangu. Unajua mnatuharibia kazi huku. Unataka kurudisha Burundi sasa hivi? Tunatafuta. Unatafutia nani? Uko na mtoto? Unaniwekea kahawa au utaniwekea? Wewe bro. Usianze kiburi. Unajua ni Kenya. Sawa basi. Unataka kurudi kwenyu? Niwekee kahawa. Unaniklikia? 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 Unajua naweza pasua hizi kama sasa hii hapa. Unajua naweza zipasua. Hakuna mahali utanipeleka. Hii ni Kenya, sawa? Hapa ni Kenya, hakuna mahali utanipeleka, sawa? Unasikia? Sawa. Hii si Burundi. Na nyinyi mnatuharibia kazi. Wewe shika vitu zako. Nimekupea last warning, nisipone hapa tena, sawa? Na tabia hiyo ambayo huyo mtu ambaye anajiita ni mwenye nchi
haonyeshi upendo. Kristo Yesu alitukumbusha kwamba tuwapende watu, tukae na watu wote kwa amani, na tukae na watu wote kwa heshima na kusaidiana. Si kwamba mtu amekuja kutafuta riziki katika nchi yetu, unasema usikuje tena katika hii nchi kutafuta riziki. Tukae na upendo na amani. Tabia kama hii hairidhishi. Tukae watu wote kwa upendo na tushirikiane. Kuna watoto wetu ambao wako katika nchi zingine za watu na wanapewa heshima, wanapewa kazi. Tafadhali tupende watu wote. Na chukua huyu kama ni adui, na sheria ya Mungu wanasema tupende hata adui wetu. Tuheshimiane. Heshima hainunuliwi. Ingenunuliwa tungetafuta maduka za kuuza hii heshima tuinunue. Tuwasaidie na wengine, ili na wengine pia wapate kujua ni njia gani ya kukaa na watu kwa amani. Wakati mwema jamani.